Katika miaka hivi karibuni tumeweza kufuzu katika hatua muhimu ambayo naweza nikasema kufuzu kwetu kumesaidiwa sana na mchezaji namba 12 ambaye ni mshabiki. Kwa wana Simba wakijitokeza kwa wingi wakaweza kushangilia kwa nidhamu. Tukumbuke kwamba tupo katika uangalizi na CAF, wakaweza kushangilia kwa nidhamu na kwa amani, kuipa support timu yao, tutaweza kupata mafanikio kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na historia ya hivi karibuni inatuonyesha mechi nyingi za maamuzi, tukiangalia mechi ya Nkana, mechi ya wale wa Libya wajuzi hapa Ahli, mechi ya Wydad, mechi nyingi zilikuwa ni mechi za kufanya maamuzi na zilifanyikia Mkapa hapa na zote tulifaulu. Kwa hiyo naamini kabisa kwa umoja wetu na mshikamano tuliokuwa nao tunaweza kufaulu kabisa. Na mechi iliyopita Misri, mwenyekiti, timu ilidominate mpira kwa asilimia kubwa sana. Changamoto ilikuwa sisi tukupata bahati ya kufunga. Tumeweza kuongea na benchi la ufundi, wameona makosa yaliyofanyika kule na tunaamini wameyarekebisha na tunaweza kupata ushindi. Kwa kupitia wanahabari tunaomba mtufikishie hizi salamu kwa wana Simba, wajitokeze kwa wingi. Wachezaji wetu na wameahidi kufanya makubwa katika historia yao ya mpira na katika historia ya Simba kama klabu. Mimi niwashukuru sana wanahabari na tunawategemea nyie mwe mabalozi wetu kutufikishia hizi habari kwa wana Simba. Simba oye. Nashukuru sana. Asante. Simba ubaya ubaya ubaya. Mimi naitwa Fid Masha bwana Hassan Dalali, ama utasahau utaita handsome boy. Unaniona? Kwanza mwenyekiti, nishukuru bodi ya Simba ambayo inaongozwa na mwenyekiti wetu Mohamed Dewji pamoja na makamu wake hapa wa bodi Mangungu kwa kutukumbuka wazee wao, kwa kutupa nafasi kama hii ya kuzungumza leo. Nawapongeza sana mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti. Mwenyekiti, kwanza nawapongeza vijana wetu kwa maana ya wachezaji. Mechi ile ya kule Misri wamepambana sana kusema kweli, kadri ya uwezo wao. Bahati haikuwa yetu tu. Nyinyi waandishi mmeangalia kwenye TV, wengine mmekwenda kule, mmeona vijana ugenini. Na wazee wetu wa zamani, wazee wa zamani kwa warefu sana, walikuwa na msemo wao, mcheza kwao utunzu, chereko na mwenye mwana. Na hiyo yote nazungumzia nyumbani. Sasa wale wametunzwa kule kwao na chereko wamefanya kule kwao, sasa wanakuja kwetu hapa sasa. Uwanja wetu sisi, uwanja wa nyumbani. Ninaambia mwenyekiti, kuna jamaa walikuwa wanasema hivi, unajua hata tumekataa kucheza kwa sababu kulikuwa na watu wafupi. Sasa Waarabu nakwambieni wanakuja warefu sasa. Ni Waarabu ni wanakuja watu warefu, wale wafupi tumeka balance huko. Na wasubiri jamaa zetu. Sina woga jamaa, mnaogopa watu wafupi. Babako mrefu. Kwa hiyo nataka kuambia Waarabu, tarehe 9 hawatoki Waarabu. Hawatoki. Mwenyekiti, andaa basi la mwendo kasi. Mimi naamini utapotea njia tu Waarabu. Waingie humo, watokee Kongowe, watokee Mtwara, wapande mbele waende kwao. Kudada deki. Hii ndio Simba bwana. Si mtaona pale? Watu warefu tutawaleta na mimi nitawaongoza watu warefu, watakuja uwanjani, Waarabu watakimbia. Wakivaa msuli na sisi tunavaa msuli. Kudada deki. Wakivaa kanzu na sisi tunavaa kanzu. Kama siara nini? Simba kitaka jambo lake afike mchezo.
Maana bio silimbilimbi, hakuna siasa hapa. Wale watoki wale. Sio mshukuru refa siku ile tu kule. Tena hadi mimi naona katika nchi ambazo labda ukiangalia VAR sijui. Wale wa Saudi Arabia ndio wako sawa sawa. Goli imeingia, wataonyesha yaani wao mdono wanaonyesha tu. Sisi huko refa namba anasema goli tu hilo. Hata kwenda kuangalia. Sasa subiri basi. Hata kuaoni tena yule. Simna nisikie nye vijana. Mwendo Fidimash. Waarabu tarehe 9 watatafuta mlango wa kutokea. Aga wetu Waarabu. Sema bwege. Sema bwege sisi. Subiri tarehe 9 pale. Ana una imani sana kama. Mungu. Lakini mimi naamini kabisa vijana wa timu yetu ya Simba ina uwezo mkubwa sana. Uwezo mkubwa sana. Kubwa mno. Na sisi tunataka kuchukua kikombe. Sio kuingia nusu. Tushaingia finali kwa wakati Azam akiwa mfadhili wetu. Tumeshaingia finali. 93. Kilichobakia sisi kuchukua kikombe tu. Na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu huu mwaka huu kikombe kinakuja hapa. Inshallah. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwani kuna nini? Hoja Mwarabu kimwangalia sana hivi anaanguka mwenyewe. Hamja wacheki wa jamaa. Mwarabu hapendi kuangaliwa usoni. Sasa mwenyekiti. Kama uwezi nipepie hiyo kazi. Tawadeki wa show gari anaangalia kwenye basi lao na waangalia wanachukua 6 tu pale. Kwa hiyo mimi ndugu zangu, kwanza nashukuru uongozi wetu umeifanya Simba imekuwa moja. Tuko wamoja sawa sawa. Tunaishi kwa kupendana. Kama kuna mtu matatizo yake basi ni yeye. Akisema kweli Simba tumekuwa kitu kimoja kwa muda mrefu sana sasa. Na ndio maana tunafanya vizuri. Na maana kuna watu wengine hawataki umoja wetu uendelee. Kwa hiyo wanawatumia wana Simba, wa ndani ya Simba yoyo kutoa maneno ya ajabu ni umoja ni nguvu bwana. Umoja ni nguvu. Bila umoja tutafika wapi ndugu zangu? Wana Simba wote tushikamane. Tarehe 9 Ahmed Ali anafanya kazi sana unajua. Katika kuhamasisha. Njooni uwanjani. Tutoe support kwa vijana wetu. Tushangilie pale uwanjani. Na jamaa nao njooni vile vile. Njooni muone. Hata mkiweza kuvaa misuli vaeni tu misuli. Njooni. Kwa jamaa zetu wale wengine wa Tanzania wenzetu wale. Mnaojua ambao wanaogopa sana watu wafupi. Njooni tu uwanjani mje kutoa support kwa timu yetu. Lakini Azam nakwambia, leo nakwambia nami naambia vijana, Mwarabu tarehe 9 atatafuta mlango kupitia. Inshallah. Unielewa Mlango kupitia. Na bahati mbaya sana kwa sababu ndio hivyo tu. Ungenipeleka mimi kule Misri. Unakumbuka na Zamalek? Unakumbuka? Walifikia Mwarabu mwenzangu. Unakumbuka? Pila umekwisha bila shangilia Simba. Alhamdulillah. Ndio shaondoka. Lakini bwana nyinyi mnaopeleka watu wengine. Tulipeke watu wa mpira. Mimi nawashukuru sana. Asante sana.